Leo tunasimulia historia ya mmoja wa maswahaba wakubwa wa Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, mwana wa heshima, mfadhili wa Uislamu na khalifa wa tatu katika dola ya Uislamu, Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Uthman bin Affan alizaliwa katika mji mtakatifu wa Makka ndani ya ukoo wa Bani Umayya kutoka kabila la Quraishi. Alikuwa ni mtu wa heshima kubwa, tajiri kwa mali, lakini zaidi ya yote alikuwa na tabia ya haya, aibu na uadilifu iliyomtofautisha na watu wengi wa zama zake. Alilelewa katika mazingira ya biashara, uaminifu na heshima, na hivyo akawa mmoja wa vijana waliokuwa na jina zuri Maka hata kabla ya kuslimu. Baba yake alikuwa akiitwa Affan bin Abil Aasi, mama yake alikuwa akiitwa Arwa binti Kuraizi. Uthman alislimu kupitia mwito wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, akiwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kuingia katika Uislamu. Uislamu wake haukuwa wa kusita, bali wa moyo ulio tayari, na hilo lilimfanya awe miongoni mwa wale walioteswa mwanzoni, lakini hakurudi nyuma. Baada ya kuslimu, Uthman bin Affan alikutana na Mtume Muhammad rehma na amani juu yake, na akajenga uhusiano wa karibu wa imani na uaminifu. Mtume alimwozesha binti yake Ruqayya radhiallahu anha, na baada ya kufariki kwake alimwozesha pia binti yake mwingine Kulthum. Kwa sababu hiyo Uthman akapewa lakab ya Dhunurain. Maisha yake Uthman alikuwa miongoni mwa wale waliotoa mali yao kwa ajili ya Uislamu. Alifadhili jeshi la Tabuk, alinunua kisima cha Ruma na kukiweka wakfu kwa Waislamu. Alisaidia jamii kwa mali yake bila ubahili. Mtume aliwahi kusema kuhusu yeye, Uthman hana madhara yoyote atakayoyapata baada ya leo. Baada ya kifo cha Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, Uthman aliendelea kuwa miongoni mwa viongozi wa Uislamu katika kipindi cha makhalifa wa Abu Bakar na Umar. Alikuwa mtu wa amani, mshauri mwaminifu na mfadhili wa umma. Baada ya utawala wa Abu Bakar Siddiq na Umar kuondoka, kwa maana kufariki dunia, Uthman akawa khalifa wa tatu wa Uislamu baada ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu.